Mfumuko wa bei kwa mwezi Februari 2026 umeongezeka na kufikia 4.82 kutoka 4.25 iliyorekodiwa mwezi wa Januari 2026. Kwa ujumla, kundi la chakula na vinywaji visivyo na vileo kwa mwezi Februari 2026 limeongezeka na kufikia 9.15 ikilinganishwa na 9.05 katika mwezi wa Januari 2026. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 120.34 kwa mwezi wa Februari 2026 ikilinganishwa na faharisi za bei 114.80 iliyorekodiwa katika mwezi wa Januari mwezi wa Februari 2025. Hili ni jadwali letu ambalo linaonyesha mwenendo wa mabadiliko ya bei kwa makundi hayo 13. Kama tunavyoona, kundi la vyakula na vinywaji visivyo na vileo limeongezeka na kufikia 9.15 kwa mwaka, lakini pia limeonekana kupungua kutoka 0.03. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula kwa mwaka. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula za mwaka unaoishia mwezi Februari 2026 umeongezeka na kufikia 9.30 ikilinganishwa na 9.18 iliyorekodiwa katika mwezi wa Januari 2026. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi wa Februari 2026 zimeongezeka na kufikia 135.07 kutoka 123.85 iliyorekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka umeongezeka na kufikia 1.36 iliyorekodiwa mwezi wa Februari 2026 ikilinganishwa na 0.44 iliyorekodiwa katika mwezi wa Januari 2026. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 110.31 kwa mwezi wa Februari 2026 ikilinganishwa na 108.83 iliyorekodiwa katika mwezi wa Februari 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao umeongezeka kwa 6.51, sukari, unga wa sembe umeongezeka kwa 4.27, mkate wa Buffalo umeongezeka kwa 3.79, samaki wameongezeka kwa 8.68, mafuta ya kupikia aina ya sunflower yameongezeka kwa 1.25, mafuta ya kupikia aina ya oki yameongezeka kwa 0.79, ndizi ya mkono mmoja imeongezeka kwa 29.14, ndizi ya mpike imeongezeka kwa 16.96, gesi ya kupikia imeongezeka kwa 0.32, mafuta ya diesel yameongezeka kwa 0.24 na mafuta ya petroli nao yaliongezeka kwa 4.36. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula kwa mwezi umepungua na kufikia 0.50 ikilinganishwa na 4.65 iliyorekodiwa mwezi wa Januari 2026. Bidhaa zilizopelekea kupungua kwa mfumuko wa bei ni pamoja na mchele wa mapembe ambao umepungua kwa 0.85, mchele wa Mbeya nao umeonekana kupungua na kufikia 0.60, mchele wa Jasmine ulipungua kwa mwezi na kufikia 0.92, unga wa ngano nao umeonekana kupungua na kufikia 1.21, unga wa sembe 0.25, mkate wa Buffalo 0.05, samaki nao amepungua na kufikia 1.75, mafuta ya kupikia yamepungua na kufikia 0.38, mafuta ya kupikia aina ya oki nao yamepungua na kufikia 0.76, ndizi ya mpike nayo imepungua na kufikia 11.46, na sukari nyeupe imepungua na kufikia 0.07. Na hili ni jadwali ambalo linaonyesha wastani wa mabadiliko ya bidhaa hizo ambazo mara nyingi ni muhimu hapa kwetu, ikiwemo mchele wa mapembe ambao kwa mwaka ulipungua na kufikia 9.51, lakini kwa mwezi pia ulipungua na kufikia 0.85 kama ambavyo tumeshaongea hapo nyuma tulipopita.
na hili ni jadwali ambalo linaonyesha wastani wa mabadiliko ya bidhaa za samaki kwa mwezi na mwaka. Kama tunavyoona, mabadiliko ya bidhaa za samaki kwa mwaka yameongezeka na kufikia 8.7, lakini kwa mwezi yamepungua na kufikia 1.6, na kwa ujumla tunaona jinsi gani zilivyochangia kushuka kwa mfumuko wetu wa bei wa mwezi na kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka. Naomba kutoa taarifa juu ya bei za mafuta zilizotumika mwezi wa Februari 2026. Kwa bidhaa ya petroli bei ilikuwa ni 2942 kutoka 2813, ni ongezeko la shilingi 129. Kwa upande wa mafuta ya diesel bei ilikuwa ni 2952 kutoka 2858, ni ongezeko la shilingi 94. Mafuta ya taa hayakubadilika, yalikuwa ni 2900 mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Kwa mafuta ya ndege kulikuwa kuna ongezeko la shilingi 52 kutoka 2485 kwenda 2537. Naomba tufahamu kwa mamlaka hupanga bei hizi kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, wastani wa mwenendo wa mabadiliko ya bei za mafuta duniani, kitaalamu tunaita plus quotations. Pili, gharama za uingizaji wa mafuta katika bandari ya Tanga ambapo ndo tunapochukulia mafuta, na gharama hizi ni kama mfano bandari, vipimo na nyinginezo. Sababu ya nini ya tatu ni gharama za mabadiliko ya fedha za kigeni zinazotumika kununulia mafuta, yani forex exchange, na gharama za usafiri, bima, premium hadi Zanzibar, kodi na tozo za serikali, pamoja na kiwango cha faida kwa wauzaji wa jumla na rejareja. Sababu za kuongezeka kwa mafuta haya ni tatu katika hizo ambazo nimezitaja. Kwanza, kupanda kwa wastani wa bei za mafuta katika soko la dunia. Namba mbili ni kuongezeka kwa gharama za usafiri kutoka Arabuni ambapo tunapochukulia mafuta hadi kufikia Zanzibar. Na tatu ni mabadiliko ya fedha za kigeni ambapo hivi karibuni kumeonekana kuwa zinaongezeka kidogo. Mnamo tarehe 18 Februari 2026, Mheshimiwa Kaimu Waziri wa Biashara, Maendeleo na Viwanda Zanzibar alitangaza bei elekezi za bidhaa muhimu zinadhibitiwa na serikali kwa mujibu wa kifungu cha 61 cha namba 5 ya mwaka 2018 kama ifuatavyo: sukari 2300 mpaka 2600, mchele 1800 mpaka 2000, unga wa ngano 1800 mpaka 2000, mafuta ya kula lita 1.5 ni 1500 mpaka 5500. Ndugu waandishi wa habari, katika mwezi wa Februari 2026 tume iliendelea kufanya ukaguzi na kufuatilia mwenendo wa bei za bidhaa muhimu zinazodhibitiwa na serikali katika mikoa yote ya Zanzibar. Ufuatiliaji huo ulionekana kama ifuatavyo: sukari katika soko ilikuwa ni 2300 mpaka 2600, unga wa ngano ulikuwa 1800 mpaka 2000, mchele ilikuwa 1600 mpaka 2000, na mafuta ya lita 1.5 ilikuwa ni 1500 mpaka 5500. Kwa ujumla, hali ya upatikanaji wa bidhaa hizi imeendelea kuwa tulivu katika maeneo yote ya ukaguzi na ufuatiliaji tuliofanya. Tume itaendelea kufuatilia mwenendo wa soko ili kuzuia upandishaji kiholela wa bei na ukiukwaji wa sheria. Tunakumbusha wafanyabiashara kuzingatia bei elekezi zilizotangazwa na serikali, na mfanyabiashara yoyote endapo akiwa hakufuata sheria hizi basi atachukuliwa hatua kali. Aidha, tunawahimiza wafanyabiashara waendelee kutoa taarifa na wananchi kwa Tume ya Ushindani Halali wa Biashara pale wanapobaini ukiukwaji wowote wa kisheria ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa na Tume ya Ushindani Halali wa Biashara.